अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alikumtukufu Allah Taala bin Aziz anasema kwamba baada ya siku mbili mwaka mpya utaanza. Sisi Waislamu tunaanza mwaka wetu kwa kupitia miezi kutoka mwezi, na vile vile tunaanza mwaka wetu katika hisabu ya jua pia. Hisabu ya miezi ya mwezi haipatikani katika Islam tu, bali katika watu wengine pia walikuwa wakianza mwaka wao katika mwezi, katika chini, watu wa chini, na katika mataifa mbalimbali pia wanaanza mwaka wao katika mwezi. Duniani kwa kawaida kuna calendar ambayo inapatikana siku hizi, na wote wanafuata calendar hii. Kwa hiyo kila kaumu na kila nchi imeweka calendar hii kwa ajili ya kuweka hesabu ya siku zao. Kwa sababu ya hii, kila mwaka duniani, kila mahali sawa na calendar hii, tarehe mosi ya Januari mwaka mpya unaanza, na mwaka huu unakwisha tarehe 31 ya Desemba. Kwa vyovyote miaka inakuja na mwaka unakuja na miezi 12 inapita, iwe mwaka wa mwezi au iwe mwaka sawa na hesabu ya jua, lakini mwaka unakuja na unapita. Lakini watu wa dunia wanasherehekea siku zao na miezi yao na miaka yao, na wanasherehekea kwa ajili ya kupata utulivu wao. Na hawa wanaosherehekea wawe Waislamu au wasiokuwa Waislamu, wote wanasherehekea miaka hii kwa ajili ya kupata starehe. Mwaka mpya unaanza tarehe mosi ya Januari. Watu wa dunia wao wanasherehekea na wanatumia njia zote katika sherehe hii, iwe nchi za Ulaya au nchi zingine ambazo bado hazijapata maendeleo. Katikati ya tarehe 31 ya Desemba na tarehe mosi ya Januari, wao wanafanya ufedhuli wa kila aina, na watu hata wanakesha usiku mzima kwa ajili ya kusherehekea mwaka mpya.
na wao wanakesha kwa ajili ya kunywa pombe na kwa ajili ya kucheza na kwa ajili ya kufanya mambo ya ufedhuli. Ilmuradi mwaka uliopita ule mwaka pia unakwisha kwa katika mambo ya ufedhuli, na vile vile mwaka mpya pia unakaribishwa katika mambo ya ufedhuli. Na watu wengi wa dunia hawajui kuhusu dini, jicho lao ni kipofu upande wa dini. Wao hawawezi kufikia mahali ambapo mwaminio anafika. Mwaminio, sifa ya mwaminio ni hii kwamba yeye anajiepusha na mambo haya yote ya ufidhuli. Pamoja na kujiepusha na mambo haya yote, yeye achunguze kwamba mwaka mmoja ulikuja katika maisha yake na umepita. Katika mwaka huu mzima umenipatia nini na umechukua nini kutoka kwangu, na mimi nimepata nini au nimekosa nini katika mwaka huu uliopita. Je, mwaminio atafikiria sawa na mawazo ya dunia kwamba mwaka huu amepata nini na amekosa nini, na ubora gani umepatikana katika mambo yake ya dunia? Au yeye atafikiria upande wa dini, na kwa kufikiria kuhusu dini yake kwamba yeye amepata nini na amekosa nini katika dini yake? Ikiwa mwaminio atafikiria kuhusu mwaka kwa kupitia dini, basi yeye atafikiria kwa kipimo gani ili yeye ajue amekosa nini na amepata nini katika mwaka uliopita. Sisi wanajumuiya ni wenye bahati nzuri ambao Mwenyezi Mungu alitujalia tumempokea Masihi aliyeahidiwa alayhi salatu wassalam, ambaye alituelezea vizuri mafundisho ya Qur'ani tukufu na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na akasema kwamba nyinyi muweke mbele kipimo hiki cha mafundisho ya Qur'ani tukufu. Kwa kuweka kipimo hiki mbele, umfanye uchunguzi kwamba je, umetimiza majukumu yenu au hamkupata. Ikiwa mnaweka kipimo hiki, basi mtafaulu. Na akasema haya ni masharti ya Islam, mkifuata masharti haya basi mnaweza kufaulu na mnaweza kujaribu imani yenu imeboreka kiasi gani. Sayyidina al-Islam alituchukua sisi sote ahadi ya bayet, na yeye kabla ya kuchukua ahadi aliweka masharti ya bayet, na kwa kupatia masharti ya bayet alitupatia mwelekeo. Kila siku, kila wiki, kila mwezi na kila mwaka alitegemea kila mwanajumuiya atachunguza hali yake kwamba je, anafuata masharti haya. Basi usiku mwisho wa mwaka au mwaka mpya, ikiwa sisi tunakaribisha kwa kuchunguza hali zetu, basi katika hali hii tutaboresha akhira yetu. Lakini ikiwa sisi pia tutawapongeza watu mwaka mpya na tutaanza mwaka mpya sawa na mambo ya dunia, basi katika hali hii tutakuwa tumekosa mengi, lakini hatukupata kitu chochote, au tulipata kidogo tu lakini tulikosa nyingi. Basi ikiwa tumeshuhudia udhaifu upande wetu na hatuoni tumepata maendeleo, katika hali hii tunatakiwa tufanye maombi kwamba Mwenyezi Mungu atujalie mwaka mpya usiwe mwaka wa kuonyesha au kutuonyesha udhaifu wa imani yetu, bali kila hatua yetu inatakiwa iwe katika ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Kila siku yetu
iwe siku ya kufuata mfano mwema wa mtume sallallahu alaihi wa sallam. Usiku wetu na mchana wetu iwe siku ya kutimiza ahadi ya bayet tuliyofanya na Sayyidina Alayhi salatu wassalam. Ahadi ile tuliyofanya inatuuliza, je, sisi tumetimiza ahadi ya kutokufanya ushirikina? Kuabudu mwezi na jua na masanamu si shirk peke yake, bali sawa na kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam, shirk ile pia ni shirk ambayo mtu anaonyesha vitendo vyake. Na ikiwa mtu anakuwa na tamaa za dunia, basi yeye pia anakuwa na shirk. Je, swala zetu, samu zetu na sadaka zetu na kujitolea kwetu na kutoa mali yetu na kutoa wakati wetu kwa ajili ya huduma ya jumuiya, kazi hii yote tulifanya kwa ajili ya kuwaonyesha wengine, si kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Je, sisi tulitanguliza tamaa zetu mbele ya kadhi ya Mwenyezi Mungu? Sayyidina Alayhi salatu wassalam ameeleza mada hii hivi kwamba tauhid si jina la kitu hiki tu, kwamba mtu atamke la ilaha illa Allah kwa mdomo wake, lakini moyoni mwake awe na masanamu chungu mzima, bali yule mtu ambaye katika kazi yake na katika ujanja wake na katika hila zake anaona kwamba vitu hivi vyote ni Mungu kwa ajili yake, au anamtegemea mtu mwingine badala ya Mungu, au anatanguliza nafsi yake juu ya Mwenyezi Mungu. Katika hali hizi zote, yeye sawa na mafundisho ya Mwenyezi Mungu ni mtu ambaye anaabudu masanamu. Basi kwa kuweka kipimo hiki mbele, tunatakiwa tuchunguze hali zetu. Kisha kuna swali lingine, je, mwaka wetu ulikuwa safi katika mambo ya uongo? Na je, tumepita katika mwaka huu kwa kusema kweli? Yani ikiwa sisi tulipata wakati wa kusema kweli hata kama hasara ya nafsi inapatikana, na katika hali hii tulitanguliza ukweli badala ya kusema uongo, je, tuliishi hivi? Sayyidina Alayhi salatu wasallam alifika kipimo cha ukweli hivi kwamba madamu mtu haachi tamaa za nafsi zake ambazo zinakuwa vizuizi katika wema yake, ndipo yeye hawezi kuwa mtu mwema mpaka awe na hali hii. Na ukweli hasa ni wakati mtu anakuwa na hofu ya nafsi yake, lakini katika hali hii pia anasema kweli na anatanguliza kweli. Kisha kuna swali lingine kwamba je, sisi tumejiepusha mbali na sherehe zinazoweza kuleta maoni mabaya mioyoni mwetu? Yani katika zama hizi kuna TV, ni internet, ni vitu vingine vya aina hii. Katika mitambo hii vitu vipindi vinapatikana ambazo vinaharibu mawazo yetu. Je, sisi tumejiepusha na mambo haya yote? Katika mitambo hii filamu na vipindi ambavyo ni mbaya, ikiwa sisi tunaangalia, basi sisi tunaenda mbali na ahadi zetu. Na katika hali hii, hali yetu ni yenye kufanya fikira sana, na vitu hivi polepole vinampeleka mtu upande wa zina. Kisha kuna swali, je, sisi tumefanya juhudi ya kuepukana na mambo mabaya? Yani tumeepukana na tabia ya kuwaona wengine kwa jicho mbaya, na amri hii ni kwa ajili ya wanawake na wanaume. Kuna hatari mtu akianza kuwaona wengine
bila kuwa na haya, basi yeye anaweza kujiingiza katika maovu. Kwa hiyo Mungu anasema muinamishe macho yenu. Kisha kuna swali kwamba je, sisi tumeepukana na ufasiki na ufisadi mwaka huu au la? Sayyidina alayhi salatu wasalam alisema kwamba mwaminio akitukana mingine, basi hii ni sawa sawa na fisk. Wakati mwingine mtu anapigana na mwingine, basi anasema maneno machafu katika hali na anatukana mwingine, basi ikiwa mtu anafanya hivi wakati wa kupigana na mwingine, basi ni fisk. Kisha amesema Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba wenye matajiri, wenye biashara wanakuwa fasiki. Aliulizwa Mtume sallallahu aliulizwa kwamba kwa nini hawa wanakuwa fasiki. Mtume sallallahu alisema wanapuuza vitu vyao, wanakula viapo na wanaongeza biashara kwa kula viapo. Vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema wale ambao hawatoi shukrani pia ni mafasiki. Kisha kuna swali lingine ambalo tutaloliuliza mwaka huu kwamba je, sisi tumejiepusha na dhuluma ya kila aina au la? Yani sisi hatukudhulumu wengine. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema ikiwa mtu anachukua kipande cha shamba la mtu mwingine, hata kama ni kidogo, yeye pia anafanya dhulma. Au hata kama anachukua jiwe ndogo katika shamba la mtu mwingine, hii pia ni dhulma. Basi hii ni kipimo chetu tunachotakiwa tunacho katika maisha yetu. Kisha tunatakiwa tujiulize swali kwamba je, tumejiepusha na hiana ya kila aina au la? Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema hatutakiwi tufanyie hiana na yule mtu ambaye anatufanyia hiana. Hii ndiyo ni hali inayotakiwa ipatikane. Kisha tujiulize kwamba je, tumefanya juhudi ya kuipukana na ufisadi wa kila aina? Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema wale ambao wanakuwa na tabia ya shari ni wenye ufisadi, na hawa ni wenye ufisadi ambao wanakuwa na tabia ya kusengenya na wanaleta uharibifu kati ya watu wanaopendana. Basi hawa wote ni wenye ufisadi. Na wale ambao ni watiifu, wanafuata amri zote za nidhamu, au wale ambao wanafuata amri zote za dini, na wale watu ambao wanajaribu kuwapoteza na kuwaingiza katika dhambi, basi hawa wote ni wenye ufisadi. Basi hii ndiyo ni hali ya ufisadi, na tunatakiwa tuepukane na ufisadi wa kila aina. Kisha tunatakiwa tujiulize swali kwamba je, tumeepukana na hali ya kila ya bugudha? Vile vile tujiulize kwamba je, tunatanguliza nafsi zetu juu ya mambo ya dini? Siku hizi maovu yameenea kila mahali. Kuepukana na maovu haya pia ni jihadi. Kisha ni swali lingine tujiulize kwamba je, sisi tuliendelea kusali sala 5 mwaka huu au la? Kwa sababu Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani tukufu ametuamuru kwamba tusali swala 5, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kuacha sala inamleta mwanadamu karibu na ukafiri na ushirikina. Kisha tunalazimika kujiuliza swali hili kwamba je, sisi tuliendelea kusali sala ya tahajjud mwaka huu au la? Kwa sababu kuhusu hii kuna amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba musali swala ya tahajjud, na musali sala ya tahajjud mfululizo bila kukosa. Hii ni njia ya watu wema,
na amesema kwamba hii ni njia ya kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu. Amesema mtu anakuwa na tabia ya kusali sala tahajjud, basi anaepukana na dhambi, na vile vile inafuta maovu, na vile vile inasalimisha mtu katika maradhi ya mwili. Kisha tunalazimika kujiuliza swali hili pia, je, sisi tuliendelea kumsalia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam bila kukosa? Kwa sababu hii ni miongoni mwa amri ya Mwenyezi Mungu kwamba tumsalie Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kila siku, na vile vile kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni sababu ya kupokelewa maombi yetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, ikiwa mtu anafanya maombi bila kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi maombi yale yanabaki katikati ya mbingu na ardhi. Yani ikiwa mnafanya maombi bila kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, maombi yale hayatafika mbinguni, bali yatabaki katikati ya mbingu na ardhi. Na vile vile kwa kufanya hivi nyinyi hamfuati amri iliyoelezwa na Mwenyezi Mungu kwamba kwa ajili ya kufikisha maombi mbinguni mnatakiwa msalie Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha tunalazimika kujiuliza swali hili kwamba je, mwaka huu tuliendelea kufanya istighfar bila kukosa? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yule mtu ambaye anaendelea kufanya istighfar, na yani anafanya istighfar bila kukosa, basi Mwenyezi Mungu anarahisisha njia kwa ajili yake, na anatoka nje katika shida ya kila aina, na anampatia riziki mahali ambapo hatuwezi kujua. Kisha tujiulize swali hili mwaka huu kwamba je, tuliendelea kumkumbuka Mwenyezi Mungu mwaka huu au la? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, bila kumhimidu Mwenyezi Mungu, bila kumsifu Mwenyezi Mungu, mtu hawezi kufanya maombi. Kisha tujiulize swali hili pia kwamba je, tumeepukana na kuwaudhi wengine, wawe jamaa zetu au ambao si jamaa zetu? Je, mikono yetu na ulimi wetu uliepukana katika kuwaudhi wengine? Je, tuliendelea kuwasamehe wengine au la? Je, sisi tuliendelea kufuata unyenyekevu au la? Je, katika dhiki na faraja tuliendelea kumtii Mwenyezi Mungu au la? Na hatukuleta malalamiko juu ya ulimi wetu kwamba kwa nini Mungu hakupokea mambo yetu, kwa nini Mwenyezi Mungu amenipatia shida hizi? Ikiwa mtu anakuwa malalamiko haya, basi yeye katika hali hii hawezi kuwa mwaminio. Kisha tujiulize swali hili kwamba je, sisi tumeepukana mambo ya mila na mambo ya bid'a mwaka huu au la? Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, bid'a hizi na mila hizi zinapeleka upande wa upotevu, basi muipukane na mambo haya. Chương tujiulize swali hili mwaka huu kwamba tulifuata amri za Qur'an tukufu na maagizo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam au la. Kisha tujiulize swali hili kwamba je, tuliepukana katika tabia ya kibri na majivuno, au tumefanya juhudi gani kwa ajili ya kuepukana na tabia hii ya kibri na majivuno? Kwa sababu baada ya ushirikina balaa kubwa ni kibri na majivuno. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba mwenye kiburi hawezi kuingia peponi, na kiburi ni hii: mtu akatae haki na awaone wengine wadogo zaidi, wanyonge, na awatendee vibaya, basi hii ni dalili ya kiburi. Kisha tujiulize swali hili kwamba je, tumefanya juhudi ya kufuata hulka njema au la? Je, sisi tumefuata upole katika maisha yetu au la? Maskini ana daraja gani mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Mtume sallallahu alikuwa akifanya dua hii
kwamba mola wangu unipatie uhai katika hali ya umaskini na unipatie kifo katika hali ya umaskini na unihuishe katika kundi la maskini. kisha tujiulize swali kwamba kila siku kila siku yetu iliendelea kupata maendeleo katika dini, na ahadi tunayofanya kila wakati, ile ahadi ni ahadi tu au tumefuata ahadi ile katika maisha yetu? Kisha tujiulize swali kwamba katika mapenzi ya Islam tumepata maendeleo kiasi hiki kwamba tumetanguliza dini juu ya mali yetu, na tulitanguliza Islam juu ya heshima yetu, na tulitanguliza Islam juu ya watoto wetu? Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, Mwenyezi Mungu alinipatia dini tukufu ya Islam, alinituma kwa kunipatia mafundisho ya dini tukufu ya Islam, na Islam ni hii kwamba nyinyi mujitoe nafsi yenu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, muswali sala 5 na mutoe zaka. Kisha tunalazimika kujiuliza swali hili pia kwamba sisi katika huruma ya binadamu tulifanya juhudi na tulipata maendeleo na tulikipiga hatua mbele au la? Kisha kuna swali lingine tujiulize kwamba sisi kwa uwezo wetu wote tuliwafaidi watu na viumbe vingine wa Mwenyezi Mungu? Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, viumbe vyote ni familia ya Mwenyezi Mungu, ni watoto wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anampenda mtu sana yule ambaye anamtendea vizuri familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na anajali kuhusu mahitaji yao. Kisha kuna swali lingine tujiulize, sisi tuliendelea kufanya maombi haya na tuliendelea kusihi watoto wetu pia kwamba tutaendelea kutii Mtume Sayyidina alayhi salatu wassalam, na tutaendelea kumtii kwa hali ya juu, na tutaendelea kupata maendeleo katika utii wake? Kisha kuna swali lingine tujiulize, katika upendo na maelewano tumepata maendeleo na tulijenga mahusiano haya na Sayyidina alayhi salatu wasallam kiasi hiki kwamba vitu vingine vyote havina uhakika thamani mbele ya mahusiano haya? Kisha tujiulize swali hili kwamba sisi tuliendelea kufanya dua hii kwamba tuimarike katika utii wa uhalifa? Tuliwasihi watoto wetu kwamba wao waendelee kutii nidhamu ya uhalifa na tuliendelea kuwakumbusha? Na tuliendelea kufanya dua kwa ajili ya kazi hii kwamba wao watoto waelekee na waendelee kutii nidhamu ya uhalifa? Kisha tujiulize swali kwamba kwa ajili ya halifa mtukufu na kwa ajili ya jumuiya tuliendelea kufanya dua? Ikiwa tumepata majibu ya maswali haya yote katika ndio, basi tumepata kitu kikubwa sana, ingawa tulikuwa na udhaifu wa aina mbalimbali. Lakini ikiwa majibu ya maswali haya ni hapana, basi katika hali hii tunatakiwa tuwe na fikira kuhusu hali zetu na tufikirie hali zetu, na hali hii inaweza kurekebishwa kwamba katika usiku huu leo na usiku wa kesho mufanye dua hii na munuie na muahidi, na hususan katika mwaka mpya mufanye dua hii kwamba Mwenyezi Mungu atusamee makosa yetu ya zamani na atujalie katika mwaka mpya tufanye mema sana na tusikose, bali tupate mapenzi ya Mwenyezi Mungu na tuhisabiwe pamoja na wale waaminio ambao wanatoa kila kitu kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Nataka kusoma maandiko ya Sayyidina alayhi salatu wassalam ambamo ndani yake alisihi jumuiya yake na alichapa hii katika sura ya tangazo. Alisema,
jumuiya yangu yote ambayo ipo hapa au wanaishi wanajumuiya katika maeneo yao wasikie nasaha hii kwa makini sana. Wale ambao kwa kujiunga jumuiya hii wananitii, lengo la hili ni hii kwamba ili wao katika mema wapate maendeleo na wapate uchamungu wa hali ya juu, na wasiwe na shari na wala wasiwe na maovu ya aina yoyote. Waweze kusali swala 5 bila kukosa, na wasiseme uongo, na wasiwaudhi wengine kwa ulimi wao, wala wasifanye dhambi ya aina yoyote, wala wasifanye ufisadi na dhulma, na wala wasiwe na fitina ya aina yoyote. Elmuradi katika maovu ya kila aina na katika dhambi ya kila aina, na vile vile katika jazba ya nafsi waepukane, yani waweze kujiepusha na dhambi za aina zote. Na amesema kwamba wawe watu wenye mioyo safi wa Mwenyezi Mungu, na wasiwe na shari ya aina yoyote, bali wawe watiifu wa hali ya juu, na wasiwe na sumu ya dhambi ndani yao. Anasema kuwahurumia watu wote iwe mwenendo wa maisha yao, yani mwaminio asimhurumie mwaminio tu, bali awahurumie watu wote. Na vile vile wafuasi wangu wamuogope Mwenyezi Mungu kwa ulimi wao na kwa mikono yao na mawazo yao pia yawe safi katika fikira ya ufisadi na fitina, na waweze kusali sala 5 kwa unyenyekevu na kwa makini sana. Wasifanye dhulma, wasikubali rushwa, na wasielekee upande mmoja, na wasikae pamoja na watu wabaya. Ikiwa inathibitika baadaye kwamba mtu anajenga uhusiano na watu wabaya na yeye hafuati amri za Mwenyezi Mungu, au yeye hajali kuhusu haki za watu wengine, au ana tabia ya shari na ana vitendo vibaya na ana tabia ya ufisadi, au anasema maneno machafu kuhusu kiongozi wake, na kwa kufanya hivi anawadanganya wengine, basi katika hali hii mnalazimika muondoe ubaya huu, na msikae na mtu ambaye anakuwa na tabia hii. Yani kila mtu ambaye anazungumza dhidi ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, msikae pamoja naye, msijenge urafiki naye, wala msijenge uhusiano naye, kwa sababu kitu hiki ni chenye hatari sana. Na anasema Hazur anasema maana yake si hii kwamba msifanyie mahubiri. Mradi wake ni kwamba wale watu ambao wanakuwa na tabia ya unafiki, wanasema maneno machafu dhidi ya jumuiya na dhidi ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wanasisitiza juu ya hii kwamba lazima wamtukane Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam au lazima aitukane jumuiya, basi msijenge urafiki nao. Lakini wale ambao ni tabia nzuri wanasikia ikiwa mnawahubiri. Kisha amesema katika dini yoyote au msiwe na tabia ya kumdhuru mtu wa dini yoyote au taifa lolote, muwe na tabia ya kuwasihi wengine, na wale watu ambao wana tabia mbaya wasikae pamoja nanyi, wala wasikae katika majumbani kwenu, kwa sababu wao wanaweza kuwapoteza. Yani ikiwa wao wakibaki karibu zaidi wanaweza kuwapoteza. Amesema haya ni masharti ambayo niliendelea kusema tangu mwanzo. Kila anayenifuata mimi analazimika kwamba katika hafla yenu msiwe dhihaka wala mzaha, bali nyinyi kwa kuwa
mawazo mazuri mutembee ardhini. Kumbukeni kila mtu haitakiwi tupambane naye. Kwa hiyo ni lazima kwamba nyinyi muwe na tabia ya kusamehe. Yani haina haja ya kupambana na watu kila mahali na mupigane nao, bali muwe tabia ya kusamehe na muwe na subra, na msiwashambulie katika njia ambayo si sahihi. Na ikiwa mnapozungumza na mtu mwingine katika dini, basi mzungumze naye kwa upole. Yani ikiwa mnataka kujadili na wapinzani, basi mzungumze nao kwa heshima. Ikiwa mtu anaanza kuzungumza maneno machafu, basi museme salamu na muondoke pale. Ikiwa mnatukanwa na mnasikiliza maneno ya machafu, basi nyinyi msiwatukane wala msitumie maneno makali, pengine nyinyi pia mtahesabiwa pamoja nao. Mungu anataka awafanyeni kuwa jumuiya ambayo kwa ajili ya dunia nzima nyinyi ni mfano mema kwa ajili ya dunia nzima. Basi muondoe mtu wa aina hii ambaye anakuwa na tabia ya fitina na ufisadi. Yule mtu ambaye katika jumuiya yetu kwa upole na kwa maneno mazuri na kwa mwenendo mzuri hawezi kubaki, basi yeye atuache, kwa sababu Mungu wetu hataki kwamba mtu wa aina hii abaki katika jumuiya yetu. Mtu wa aina hii lazima atakufa katika mangamio mabaya, kifo mbaya. Lazima nyinyi muwe wenye tabia nzuri na mpole, musali swala 5, mtatambuliwa kwa sala zenu. Yule ambaye anakuwa na begu ya uovu, yeye hawezi kubaki katika jumuiya yetu. Anasema inatakiwa mioyo yenu isiwe na njama na macho yenu yasiwe na uchafu, na mioyoni mwenu inatakiwa iwe heri tu. Wale marafiki zangu ambao wanaishi katika Qadian, nategemea kwamba hawa wote watakuwa mfano mwema kwa ajili ya wengine. Anasema mimi sitaki kwamba katika jumuiya hii mema mtu wa aina hii apatikane ambaye si mtu mwaminifu wala si mtu safi, au katika tabia yake ufisadi inapatikana au uovu unapatikana ndani yake. Basi ikiwa sisi tunapata malalamiko kuhusu mtu ambaye yeye anapoteza, anadharau amri za Mwenyezi Mungu, au anakaa pamoja na watu ambao wanafanya mzaha, au anakaa katika hafla mbaya, au anafanya vitendo vibaya, basi yule mtu atakatwa katika jumuiya hii, atafukuzwa mbali katika jumuiya hii. Kisha anasema Sayyidina Islam, shamba ambayo inatayarishwa vizuri, inalimwa vizuri, pamoja na shamba ile vitu vibaya pia vinapatikana, lazima vile vitu viondolewe. Hivi ndivyo ni hali ya jumuiya yetu. Mimi najua kwamba wale watu ambao wananifuata kweli kweli, Mwenyezi Mungu amefanya mioyo yao ya aina hii kwamba wanachukia uovu na wanapenda mema. Nategemea kwamba wao watakuwa mfano mzuri kwa ajili ya wengine. Hazur anasema Mwenyezi Mungu atujalie sisi tuweze kufuata nisaha hii ya Sayyidina alayhi salatu wasalam, na kwa kuzingatia onyo hili la Sayyidina alayhi salatu wasalam tuweze kuishi, na ahadi tuliyofanya tuweze kutimiza ahadi ile. Maisha yetu yawe kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Sisi tuishi kwa kuishi vizuri, tuwe mfano mwema kwa ajili ya wengine. Mwenyezi Mungu asitiri aibu zetu na makosa yetu, na kwa kusitiri aibu zetu atujalie neema zake na ufaulu uliokadiriwa kwa ajili ya jumuiya hii. Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kushuhudia. Mwaka mpya ulete baraka sana.
na njama za maadui ziangamie, kwa sababu maadui wanaendelea kuzidi katika upinzani na uadui. Wanajumuiya wa Pakistan ambao hawakuweza kwenda Qadiana, wao wanasikitika sana kwa sababu ya hii. Mwenyezi Mungu afanye mpango wa kuondoa kiu hiki. Watu wa Aljazair pia wamefungwa gerezani kwa sababu ya kuwa wanajumuiya, wamefungwa jela. Mwenyezi Mungu afanye mpango wa kuacha uhuru. Mdui ikiwa anaendelea kuzidi katika uadui wake na katika dhulma yake, sisi pia sawa na amri za Mwenyezi Mungu tunatakiwa tufanye maombi zaidi na zaidi. Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kufanya hivi. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.